Yuko tena kwenye wakati mwingine tena wa kujifunza neno la Mungu katika mwendelezo wa somo letu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kupunguza base kidogo. Tulikuwa tunajifunza somo letu la misingi ya ushindi katika vita vya kiroho. Misingi ya ushindi katika vita vya kiroho. Katika maisha yetu haya tupo katika mashindano. Maana Paulo anazungumza juu ya habari ya mashindano ya kawaida haya ya kibinadamu ambayo mwisho wa siku unapata taji ya vikali. Lakini nasema sisi tunaposhindana kama mashindano, nasema tutapata taji isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza hizi siri za ufalme wa mbinguni ili tuweze kushinda. Tupo tena kipengele kingine katika msingi huu wa pili, unasema msingi ni neno la Mungu. Msingi wa neno la Mungu. Asubuhi tulijifunza juu ya habari ya neno la Mungu ni nini. Pia tukaangalia ni kwa nini shetani analichukia neno la Mungu. Amina. Kama ongeza kidogo hivi. Sasa leo tunaenda kujifunza tena mwendelezo wake. Kwa nini shetani anajaribu kuliiba neno la Mungu? Kwa nini anajaribu kuliiba neno la Mungu? Tunatazama Bwana Yesu alipokuwa duniani, alikuwa mfano mmoja wa mpanzi. Alikuwa mmoja wa mtu ambaye alikuwa anapanda mbegu. Ukisoma katika ile Marko 4 na ule mstari wa 15 anasema hivi, ndio Marko 4 na ule mstari wa 15. Andika Marko 4 na ule mstari wa 15. Anasema ndio walio kando ya njia, lipondapo lile neno, na mara waliposikia huja shetani mara na kuliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Tazama sasa, Bwana Yesu anatoa mfano hapa wa mpanzi. Anatuambia kwamba hao ndio walio kando ya njia lipandayo. Kwa hiyo kuna mbegu ilipandwa kando ya njia. Kando ya njia. Hapo Bwana Yesu alipokuwa katika faragha akianza kuwaeleza, mwanzo alipozungumza na wanafunzi wengi alikuwa anazungumza kwa mfano wa mpanzi. Kwa sasa anaanza kuwatafasiria, kuwaeleza nini maana na ule mfano alipokuwa katikati ya watu. Anasema hao ndio wale walio kando ya njia, lipondapo lile neno, mara aliposikia huja shetani mara na kuliondoa lile neno lililopandwa mioyoni. Baada ya jambo la msingi sana katika hii Marko 4:15, Yesu anaonyesha umuhimu wa ile neno ambalo pia shetani analitazama kuweza kuliiba ndani ya moyo. Shetani hakuja kuiba, hakuja kuondoa kipawa chako, hakuja kuondoa kazi yako, hakuja kuondoa labda nafasi yako, shimo lililonalo. Anakuja kuanza kuondoa neno la Mungu lililopandwa. Neno la Mungu linapohubiriwa namna hii, hao katika uumbaji, hatuna kusikia katika njia tofauti, neno linafanya pana katika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani anakuja, anasema mara anapoisikia mara naye huja. Wakati huo anakuja kuliiba. Kwa nini? Kwa sababu akifanikiwa kuliiba neno, akifanikiwa kuliondoa lile neno, hautabaki kama wewe. Maisha ya maombi yataanza kupoa, imani yako itaanza kudhoofika. Kwa hiyo ile neno ni la Mungu mno, kwa maana hata tunasema Daudi alisema na neno anasema nimeweka neno lako kichwani mwangu nisije kupotea. Neno la Mungu linapokaa ndani ya moyo wa mtu linasababisha mtu kulia sana. Kwa maana sasa tunasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani ya katika hekima yote. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani.
akiweza kufanikiwa kuiba neno, mabadiliko yanatokea. Hawezi kuona mtu akaanza kuzaa matunda ya Roho, yatazaliwa matunda ya kwake, kwa sababu neno la Mungu lenye kuweka uzima ndani ya mtu anayeliimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaenda kuangalia mbinu anazozitumia sana kuiba neno la Mungu, njia anazozitumia kuiba neno la Mungu, ili na sisi tunapozijua hizo mbinu, ujue kabisa kwamba huko katika vita vyetu, tujue namna ya kuenenda, tujue namna ya kulinda hili neno ambalo lipo ndani yetu. Amina. Au tunalipokea kuweza kuishi maisha ya ushindi mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Marko 4:15, hao ndio walio kando ya njia, lipundapo ile neno, mara waliposikia hawata wamepandwa kando ya njia, wamelisikia neno likapandwa ndani yao. Lakini waliposikia kwa wakati huo kwanza kabisa kusikia, kitana naye wakati huo anakuja kuiba. Inaonyesha jinsi ambavyo neno la Mungu ni muhimu, na shetani haja kupambana kuhakikisha kwamba neno la Mungu lisikai. Sababu ya kwanza anaoitumia ni kusahau kwa haraka mafundisho au neno unaolisikia. Kusahau kwa haraka anasababisha kuweza kusahau kwa haraka mafundisho ambayo kwa nasi. Unajikuta sasa labda ujumbe umehubiriwa na neno limegusa, lakini baada ya ibada unakuta mtu tena hawezi kukumbuka hata ujumbe wa Mungu. Ukimuuliza leo tumejifunza nini, lakini alipokuwa katika ibada ndio limegusa, aliweza kuguswa, lakini baada ya muda hakumbuki tena hata ujumbe wa Mungu tu ulipota kukumbuka. Maana unaweza usikumbuke yote, lakini hata ule ujumbe wa Mungu wa msingi leo tulikuwa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanauliza tu nyumbani unapofika, watoto leo umejifunza nini? Kama wanakuwa na kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo 1:23-24. Yakobo 1:23-24 anasema, anatoa mfano pale. Anasema kwamba mtu akiwa msikiaji wa neno tu na wala si mtendaji, amefananishwa na mfano mtu anayetazama katika kioo, akatazama ile sura yake ya asili, na maana anapotoka mahali pale amesahau hata jinsi neno la Mungu. Shetani anaiba ile neno, anasababisha mtu asahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabikie tena anajua neno lililosahaulika haliwezi kuleta mabadiliko ndani ya maisha. Neno lisiokaa ndani ya moyo wako haliwezi kuleta mabadiliko ndani ya maisha. Kwa hiyo anachokifanya ni kuliondoa. Sasa hivi ashinde kuliondoa hilo neno, jambo la kwanza lazima uwe unaandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe unaandika hata ule ujumbe wa Mungu. Na baada ya hapo karibu basi hata kutafakari kile ambacho umejifunza. Lakini pia angalia hata ile jitihada ya mwili ya msingi uweze kuingia na kuikaribu kaida ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jitahidi pia kuweza kushirikisha wengine. Kujifunza. Unaanza na wewe kuwa mwalimu juu ya kile ulichojifunza. Na hata wengine ndio kuja na mtakatifu. Yale maandiko leo umejifunza hapa, lakini unataka wao katika kupanua kwa kadri ambavyo unavyozidi kumuuliza Roho Mtakatifu. Anataka ni mwalimu. Hivi wale wanaandika neno. Umejifunza asubuhi. Hii ndio aliyofufia neno hili ni la kwake. Kwa hiyo kadri ambavyo tunashika shauku ndani yetu, ndivyo ambavyo tunakuwa ngumu kwa shetani anapokuja kuliba ile neno na hawezi kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nyingine
kuleta shughuli nyingi zinazofanya mtu asitafakari, kuleta shughuli nyingi sana zinazofanya mtu asitafakari nini. Sasa si lazima hamfanye mtu atende dhambi kila wakati. Akiweza tu kumpiga yule mtu asiweze kutafakari nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya pili inasema yanasababisha ni kuleta shughuli nyingi zinazomfanya mtu asitafakari neno. Kuleta shughuli nyingi zinazomfanya mtu asiwe na muda na neno, asiwe na muda wa kutafakari neno, asiwe na muda. Kwa hiyo si lazima sana kufanya wewe utende dhambi kila wakati. Akifanikiwa tu kuwekea shughuli nyingi ni za maana kabisa, ni za muhimu katika maisha yako. Lakini kwa sababu hujatambua kinachobeba shughuli zote hizo, neno la Mungu, usipotoa nafasi tena atakuja taiba ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 8:14 tunaangalia sasa, na ile iliyoanguka katika miiba, hao ndio waliosikia na katika kwenda kwao wakasongwa na shughuli na mali na nasa za maisha. Kwa hiyo wako watu ambao waliokuwa shughuli nyingi, mitego ya shughuli nyingi. Inawezekana ni harakati za kutafuta maisha duniani, mali, anasa za dunia hii. Ukifika kwamba uko kwenye mtego, unakosa nafasi ya kuweza kutafakari neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakosa muda kuweza kutafakari. Lakini wakati huu inawezekana kabisa kila dakika ukishika simu yako, wengi tuna mitandao na smartphone, kila dakika ukishika simu utaangalia Facebook, utaangalia Instagram. Amina. Sasa wengine hata wanajiposti kidogo ili watu waone. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini muda wa neno haupo. Muda wa kuangalia mitandao ya jamii kuna nini kimetokea upo. Muda wakati kidogo kumtafakari kumpa moyo wako haupo ili aweze kuzungumza na wewe. Biblia inasema na ile ilipoanguka katika miiba, hao ndio walisikia, hao ndio walisikia neno kama tunavyolisikia sasa. Na katika kuenenda kwao katika maisha kila siku, wakasongwa na shughuli na mali na nasa za maisha haya duniani yanawapita haraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na muda kuangalia television series mbalimbali, na sasa hivi kuna series tamthilia mbalimbali, kuingia kwenye Instagram, kwenye YouTube, zipo mbalimbali series mbalimbali. Hizo unazijua na majina yake. Ndio maana leo tangazo kama leo jioni ndipo kuna sinema watajaa watu hata mpaka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Ninasema wakasongwa na shughuli na mali na anasa za maisha. Lakini hao wana muda na simu, wana muda na televisheni kuangalia, wana muda na mitandao ya kijamii, lakini hawana muda na unaweza kuwa na muda hata kumtembelea, unapiga sport na mama anaita shoga yako, unaweza kwenda. Lakini kumbuka kuanzia asubuhi mpaka jioni unapata muda wa kutafakari neno. Unapata muda hata kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasubiri dakika mwishoni, yani unataka kulala, ndio uombe dakika 5 na hata nguvu zenyewe hazipo. Unaweza ni maombi yanaenda kokote. Mungu anapokutazama katika ratiba zako, kwa sababu usifichi chochote, anaona hamna upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tenge muda maalum wa kusoma neno na muda wa kushiriki. Weke mpango mkakati kabisa wa kusoma Biblia. Hata kitabu cha Injili taanza na Mathayo, taanza kusoma hiyo kidogo. Naweza kusoma sura ya kwanza asubuhi na nitafakari, mchana nasoma tena na nitafakari, jioni nasoma tena na nitafakari, nikitaka kulala pia naweza kusoma na nitafakari. Kwa namna hiyo anza na hatua ndogo lakini ya
anza hatua ndogo lakini ya kuendeleza. Utaanza kuona maisha yako yanavyobadilika. Utaanza kuona karibu na Mungu. Utaanza kuona hata yale maandiko yanaanza kuongea yenyewe ndani yako. Kuwe na muda binafsi pia wa kuabudu, kusifu. Na wewe na muda pia wa kuzungumza na Mungu. Kuna muda wa kuomba wewe peke yako, unaanza kuomba. Lakini pia kuna muda wa kukaa kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda ambao wewe ndio unatakiwa umtafute. Anasema mtapotafuta kwa bidii ndipo mtapojiona. Mungu aonekani kwa watu wanaomtafuta kawaida. Ndio neno la Mungu linavyotuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Punguze vitu ambavyo si vya msingi. Kibidi ni Bwana Yesu anasema ukiona mkono wako unakupeleka uende jana na mkale ukate, uende bila mkono. Ukiona mguu wako unakusababisha au macho hapo na maana ukate, basi anza kupunguza. Sababu nilisema hatuna muda tena, wakati umeisha. Wakati sasa kuanza kutekeleza ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kutanguliza mambo ya Mungu kwanza. Lakini lingine ni kuleta mashaka juu ya kweli ya Biblia. Kuleta mashaka juu ya kweli ya Biblia. Tulijifunza asubuhi pale wakati Shetani anakwenda kumjaribu katika ile Mwanzo sura ya 3, ukiangalia mstari wa kwanza, alianza kwanza kuweka mashaka. Hivi ndivyo Mungu alivyosema. Anakwenda moja kwa moja kushambulia neno la Mungu. Akaanza kuweka mashaka. Yamkini umeomba muda mrefu sana juu ya jambo lako lakini unaona unaona kama Mungu anakusikia hivi. Unaweza kuhisi kama Mungu amekusahau. Anaanza kuweka mashaka. Mbona umeomba muda mrefu? Mungu akusikie, anasikia wengine ila sio wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashaka, kuleta mashaka juu ya kweli. Jifunze neno la Mungu kwa uhakika. Lipe nafasi neno la Mungu. Hata mashaka anapoyaleta uweze kugundua ndani ya moyo wako ya kwamba hapa anachosema ni hivi, lakini neno la Mungu linasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuleta mafundisho ya uongo. Kuleta mafundisho ya uongo. Kuleta mafundisho ya uongo. Mchaji mwingine ambao Shetani anaitumia ni kuchanganya kweli na uongo. Ukisoma katika ile Wakorintho wa pili sura ya 11 na mstari wa 14 anasema maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika. Kwa hiyo wakati Shetani anajigeuza anaweza kufanana kama malaika wa Mungu. Na bila kuwa na utambuzi wa roho, kwa sababu neno la Mungu halijakaa ndani yako, unaweza kujua ni Mungu. Ni Shetani akiwa mjivika sura. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wafundisha namna hiyo inaonekana kazi mazuri sana machoni pako. Lakini yanapoondoka katika kweli, haiwezi kuacha kuwa huru, kwa sababu anasema mtaijua kweli. Mtapoijua kweli ndipo ninyi mtakokuwa huru. Sasa ukijua hiyo ya uongo, kwa mara nyingine utaendelea kuwa mtumwa, hauwezi kuwa huru. Utashangaa, mbona neno nasoma? Mbona niko ndani ya mfungo? Mbona niko ndani ya mfungo? Biblia inasema mtaijua kweli na kweli itaweka huru. Neno la Mungu. Neno la Mungu kuleta mafundisho ya Mungu. Iko mifano kadha katika hili, labda kwa hivi chache tu. Unakuta katika nyingine sasa unaanza kutembea kwa uzoefu badala ya maandiko. Uzoefu. Unaanza kutembea katika labda ni mapokeo ya kibinadamu baada ya neno la Mungu.
nguzo yetu kuu lazima iwe neno la Mungu, kuweza kupima kati ya uongo na kweli. Hata kama imechanganywa, unapomimina mafuta ya kula kwenye maji, lazima atajitenga, haiwezi kutenganikana na maji. Na ndivyo ilivyo neno la Mungu, linapohubiriwa lisiogushiwa, linajitenga lenyewe na kweli. Kweli na uongo haziwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa unakuta usipo namna hiyo, hata katika hali ambapo kweli haipo, kuna uongo ndani yake, unashangaa sasa hata hali ya utakatifu haiwezi kuendelea. Ni nini? Kweli na uongo changanya. Ndani ya kwaya unakuta sisemi hapo, nasema duniani sasa hivi kanisa limeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kwa vitu vya kawaida. Mahali kanisani ni mahali patakatifu. Mungu jinsi alivyo ni mtakatifu. Anataka watu wake wanaokwenda mbele zake, kusimama mbele zake, wawe watakatifu katika njia zote. Lakini leo imekuwa tofauti. Kwa nini? Kweli na uongo umechanganywa. Watu wanaimba kwaya, lakini ndani yake unakuta utakatifu haupo. Mchungaji anasimama kama hivi, utakatifu haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anapolitazama kanisa, anautazama moyo. Kanisa ni moyo, ndani yako anataka pawe ndani ya usafi na utakatifu. Amina. Ndipo ibada yetu inapokuwa yenye maana, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mtakatifu asiyechanganywa na uongo. Haleluya, haleluya. Unajua kama unaruhusiwa kunywa pombe kidogo, ila usilewe. Kweli kuchanganywa na uongo. Neno la Mungu linasema wala msilewe kwa mvinyo ambao unakusanya, bali mjawe nao. Kama pombe inaweza kumgeuza mtu akili, akaenda kama mlevi, kuongea kwake kama mlevi, kusema kwake kama mlevi, ndivyo hata pombe inaweza, hata ya matendo yanayoambatana na pombe inaweza kumgeuza mtu akawa vile vile. Kama kweli inaweza kumbadilisha mtu akasimama mbele za Bwana kwa moyo ulionyooka, akajua kweli kaiweka pombe, ndivyo hata uongo unaweza kumbadilisha mtu akaenda sawa sawa na uongo. Amina. Amina. Utakatifu ni jambo la Mungu. Kila fundisho mzee aliniuliza asubuhi, naweza kulitambuaje? Na maneno mengi ambayo yapo sasa, mafundisho yapo mengi, unaweza kulijuaje kama hili fundisho sasa ni la kweli? Mtumishi anachokiongea ni kweli. Sasa hivi kumekuwa na mapokeo mengi sana, kumekuwa na mafuta, kumekuwa na chumvi ya upako, kumekuwa na vitu vingi sana vya ajabu ambavyo unakuta sasa vimechanganya upagani na Ukristo. Hata huwezi kutambua wapi kwa mganga wa kienyeji na wapi ni wa Kristo. Mambo ambayo mwanzo tulikuwa tunayaona kwa mganga, sasa hivi tunayakuta kanisani, mahali ambapo Yesu alifia kanisa lake, akalikomboa, ikamgharimu mauti. Lakini sasa limeharibika, kumekuwa pango la wanyang'anyi na watu kwenda jehanamu wakijua kwamba wanaenda mbinguni, lakini hakuna badiliko la kweli. Kweli itakuweka huru. Niongee kweli asubuhi, niongee kweli mchana, niongee kweli jioni. Soma neno asubuhi, soma neno mchana, soma neno usiku. Itakuweka huru katika saa ya uharibifu ambao iko karibu sana kumwagwa duniani kote. Linganisha kila neno lolote, kila unachokitazama, linganisha na neno la Mungu. Na kama hii linganisha na kile, lazima lijae ndani yako. Soma mwenyewe neno la Mungu.
Wakati mwingine hapo unaweza kuwa unasikia neno unasoma Wakorintho 11:14, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano malaika. No. Maana unasikia lakini usome mwenyewe. Unafuatisha tu. Andiko lazima usome mwenyewe. Uweze kukaa na kupenda kabisa ndani ya moyo wako. Nikai kwa nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza walimu wako mbalimbali, lakini pia omba Roho Mtakatifu akusaidie. Yuko hapo ni msaada wetu, ni kiongozi wetu. Amina. Bwana atusaidie sana. Lakini pia kuleta dhambi inayozima moyo. Dhambi inaathiri uwezo wa kupokea. Dhambi inafungua mlango wa giza kuingia ndani ya mtu. Lakini neno la Mungu ambalo limepokelewa na kukubaliwa na kuweza kulitii linaleta mageuzi ya maisha. Dhambi yoyote inapoingia isiyotubiwa na kwenda pale inazima. Huyo mtu tena hawezi tena kutamani kusoma neno. Hawezi tena kutamani kuomba. Kwa nini? Mlango wa dhambi umekaa. Moyo unakuwa mgumu. Unakuwa huwezi tena kusikia katika uhuru. Unakuwa unapingana kwa sababu tayari pale kuna roho siku ndani. Umefungua mlango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 3:15 anasema mtu yeyote miongoni mwenu asifanye dhambi kwa udanganyifu. Kwa kule dhambi ina madhara ya kufanya moyo udanganyifu. Dhambi inafanya moyo kuwa mgumu. Inapunguza njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inapunguza njaa ya kulisikia neno la Mungu. Inapunguza njaa ya kulisikia neno la Mungu. Dhambi inapunguza usikivu wa neno la Mungu. Amen. Amina. Amina. Naomba usogee juu kidogo. Amina. Naomba ongeza kidogo sauti. Ongeza kidogo na sikilizana. Dhambi inafanya moyo kuwa mgumu. Dhambi inafanya moyo kuwa mgumu. Dhambi inapunguza njaa na shauku ya kusikia neno la Mungu. Dhambi inapoingia ndani ya moyo wa mwanadamu inageuka na kuwa kizuizi kwa kila chema cha neno la Mungu linaloingia. Hatuwezi kupenya kwa sababu tuijipa nafasi ndani. Ndio maana katika Waebrania 3:13 anasema mtu yeyote hawe yeyote, nimesema mtu hawe yeyote bila kujali nafasi yake. Asifanye ngumu kwa udanganyifu wa dhambi. Dhambi inaleta udanganyifu. Halafu ina kazi ya kufanya moyo kuwa wala huwezi tena kusikia neno sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anapoendelea kuishi katika dhambi bila kutubu, taratibu neno linaanza kupunguza nafasi yake ndani. Haliondoki moja kwa moja, inaanza hatua kwa hatua. Ndani ya moyo wako unaanza kusikia kukaukiwa, kusikia kutokupenda tena mambo ya Mungu, kusikia kuishiwa nguvu ya kiroho,
tunapotamka kwa jina la Yesu hauna muda wa mbaka tena, kwa sababu hivi vitu kati ya kweli na uongo, utakatifu na uchafu haviungani, na Mungu anakaa mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ipo neema, inapotokea namna hiyo, tubu haraka mbele za Mungu na Bwana nimekosea. Na Mungu ni mwaminifu sana anapoona mioyo yetu inamuelekea. Daudi alikuwa miongoni mwa mfano mmoja mzuri sana. Hata alipokosea alimwambia Bwana nimekosea. Petro alipokosea alirudia kwa uchungu, akamwambia Bwana unisamehe, nimekosea. Na Bwana Yesu fikiria ile kosa tu kusema sikujui mtu. Sikujui. Sasa hebu fikiria sisi tumemkosea mangapi Yesu? Petro alichokosea mara 3 walimkana. Ni mmoja tunaweza kwa kweli, wewe mbona kama unafanana na mtu huyu? Unasemaje? Sikujui mtu huyu. Nenda zako. Lakini unaona kabisa baada ya kufufuka Yesu anawaambia nenda kawaambia wanafunzi wangu na mara Petro akaekwa pembeni katika wanafunzi wake. Sasa sisi mara ngapi tunamkana Yesu? Tunamkana zaidi ya hivi alivyofanya Petro. Angalia sasa, mpaka Yesu anapokuja anamwambia Petro, je, wanipenda mimi kuliko hao? Mara 3. Mpaka Petro akaanza ushindi kuvuka Bwana chua. Lakini Bwana Yesu alirudia, dhambi inatutenga na upendo wa Mungu. Dhambi inatufanya tumweke mbali Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Mungu mwema. Hata unapoona umekosea, Roho Mtakatifu umekosea, haraka sana. Bwana usisubiri kesho. Roho Mtakatifu umekosea. Usisubiri. Roho Mtakatifu umekosea. Bwana Yesu naomba unisamehe. Pale Bwana Yesu naomba unisamehe. Wewe kama umekosea mtu, hata kama umesema ndani yako unasikia kuna hali fulani, Bwana Yesu naomba unisamehe. Nimekosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usifanye ngumu kwa sababu ndio ndani. Ukikata chukua nafasi, moyo unakuwa mgumu, unakuwa kuna uangalifu. Hauwezi tena kupokea neno. Hata unaposoma neno unasikia mzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Jadi orang yang itu mbona na shughuli nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona na kazi nyingi. Hizo kazi zikisimama, nikaanza kutoa neno la Mungu. Kazi ni za muhimu kuliko neno la Mungu. Inaanza neno la Mungu. Ndio maana Yesu alisema mtu anaishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno utakata katika kichwa. Kwa hiyo neno linalotoka katika kichwa cha Mungu ndio ndio kuongoza ndio tunapofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kusoma hata kwa watu wako. Lakini na Yesu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya nyingine ni kuleta kiburi kwamba mtu anataka kujifunza. Na huo mpango na mimi hatari sana. Kuomba watu tunadhani kwamba hatuwezi tena. Basi nakuwa zaidi kwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa kujifunza shughuli ya watumishi. Tunapaswa kujifunza neno la Mungu.
mara tukia sema tuishi kwa Mungu sana hata mahali tofauti zaidi kulikoni sababu ndio tunakuwa kama kuna asilimia kadhaa ambayo inafuata kutoka nchi ya kile chokana. Kwa hiyo ndio ambapo baada ya muda kuanza kusikiliza hizi habari. Kwa sababu ndio tunapaswa wao nao ndio kupata kwa washirika wao. Unasimama unakuwa nchi. Ndio ya mashirika. Ndio sababu Sasa nilikuwa nasikiliza mwalimu akasema sikuwa na kupitia na mafundisho anarudia na hapo anarudia unakuta Mungu anaanza pia kurudia kitu zaidi. Haleluya. Yes, sasa kupita kiburi cha kufikiri mtu anahitaji kujifunza tena. Mithali 16 mstari wa 18 anasema kiburi utangulia kuangamia. Kwa hiyo unapoona tu kwamba unaanza kujiona ulisi tena umefika mwisho kusema na Mungu, Biblia inatuambia kwamba basi kujifunza neno. Hata mitume wenyewe walikuwa kujifunza neno. Akifika mwisho hata katika namna yote katika maisha yetu kwa kadri unasogea Mungu ndivyo utakagundua kwamba kumbe na mambo mengi sana kusema. Kama tunapomsogelea ndipo ambapo tunazidi kuelewa kwamba kumbe tunahitaji kumjua zaidi na kutamani kumjua zaidi. Hata kufika mwisho wa mwisho. Hata uwe na level gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tudumishe unyenyekevu, lakini pia tubaki kusahihisha neno la Mungu na kusahihisha mstari. Ndio kujifunza kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tutambue kwamba wale ndio ni Satani wa maisha. Baba tutakuwa akifundisha katika kuachi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi siku ya leo na Roho Mtakatifu nataka tujifunze juu ya habari ya neno la Mungu ni nini, lakini pia tulitia mara wanatumia na kwa nini sana kusikia neno la Mungu. Tulijifunza asubuhi na jioni tulijifunza njia anazotumia pia kuweza kulipa neno la Mungu. Kupata nafasi wiki ijayo tutajifunza pia jinsi ya kutumia neno la Mungu ili kuweza kushinda vita. Amina. Leo hapa tutakwenda kuomba Mungu. Lakini sisi tunaomba Mungu aweze kutufikisha kwa nguvu zake. Akijua Mungu anajifunua kwa namna. Mbinguni kuna malaika hapo sema fulani atoka. Wako mbinguni wanainama, wanainuka, wazee 24 makerubi, maserafi, wazee wanne wanainama, wanainuka, kusema wa mbinguni watu wanasifu Mungu, wanamwambia Mungu usiku na mchana bila kuchoka. Hivi kama tuwe Mungu na mtazama yuko vile tutatoka. Lakini kumbe Mungu anajifunua kwa namna ambayo mbinguni wanatamani kumtazama hawi alivyo leo au alivyo kesho au alivyo baada pamoja baada ya mbili. Mungu anajifunua kwa namna ambayo watu tangu misingi ya Mungu hawajawahi kuona jinsi Mungu anavyojifunua. Uzoefu wa leo hauwezi kuzidiwa kwa baadaye. Mungu anajifunua kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nataka Mungu, nataka Bwana aonekane. Roho Mtakatifu aonekane.